na sasa ataenda kumpokea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na baadhi ya wabunge tayari wako ukumbini, lakini kuna wageni waalikwa. Kuna wageni au viongozi mbalimbali, wageni wa kitaifa na wageni wengine waalikwa ambao watakuwa wamekuja kujiunga na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hapa, wakifuatilia bunge kwa karibu kabisa hotuba itakayokuwa inatolewa na Mheshimiwa Rais katika kulifunga bunge la 12 ambalo linafikia ukomo. Ni mengi yamefanyika hapa, wewe utakuwa ni shahidi ukiwasikia wabunge jinsi wanavyozungumzia miradi iliyotekelezwa na serikali katika majimbo yao, miradi ya maji, miradi ya barabara, miradi ya umeme na mambo kama hayo, kila mtu akiwa ni shuhuda wa kile kilichofanyika katika jimbo lake. Na wewe pia ambaye ni mwanajimbo mwenyewe unaweza ukawa ni shuhuda mzuri kabisa kwa yale ambayo yamefanyika pale katika jimbo lako. Baada basi ya spika wa bunge kusitisha shughuli za bunge kwa muda, sasa ataenda kwa ajili ya kujiandaa kumpokea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mtazamaji, katika orodha ya siku ya leo au shughuli za leo hapa bungeni, viongozi mbalimbali watakapoingia, basi spika baadaye naye ataingia na viongozi wengine watakuwa wanaingia ukumbini, lakini kutakuwa na ule msafara wa viongozi kuingia. Umesikia kabisa spika pale akiwaambia wabunge mara viongozi wanapoingia au wageni walioalikwa kuingia ukumbini. Kumbuka jana ofisi ya waziri mkuu anayesimamia masuala ya bunge na uratibu alitengua kanuni ile ya 61 kuruhusu watu wasiokuwa wabunge kuingia ndani ya ukumbi wa bunge kwa ajili ya kufuatilia mambo yanayofanyika. Na nikukumbusha kwamba ujue kwamba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni sehemu ya bunge, hilo kayo kilijua. Lakini baadaye kutakuwa na msafara wa spika kuingia katika ukumbi wa bunge atakapokuwa anarejea, na baadaye spika atapata nafasi basi ya kutambulisha wageni na kumkaribisha Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuweza kutoa hotuba yake. Na hotuba hiyo tunaweza kusema ndio hotuba bye bye kwa bunge la 12, na wabunge waliojaa ukumbini hapa itakuwa ndio ngwe yao ya mwisho wanapoelekea uchaguzi. Tutakaporudi itakuwa ni Novemba. Wakati huo tutakuwa na wabunge wapya, sura mpya, pengine na zile za zamani nazo zitarudi hapa. Itategemea na jinsi mtu atakavyoenda kujinadi kupitia sera za chama chake au ilani ya chama chake, na jinsi atakavyojiuza kwa wananchi, manake wananchi sasa ndio wanaotumika kukuleta hapa bungeni. Ni kipindi ambacho wabunge wanaenda sasa kuangukia wananchi na kueleza yale aliyokuwa anayafanya hapa bungeni. Nilikuwa napeleka hoja zenu bungeni, nilikuwa naonana pengine na mawaziri, hiki hapa nimekifanya ndani ya miaka 5, hiki hapa hakikuwepo, nyie ni mashahidi. Kwa hiyo ni jinsi ambavyo sasa wataenda kufungua kurasa zao. Ukurasa wa kwanza, nilikuwa na kitu gani nilichokifanya mara nilipoingia labda mwaka 2020 hapa, nyie ni wa mashahidi. Sio mimi Victoria na yasema haya, yani nasema ni mbunge atakapokuwa anasimama jukwani kuwauliza, jamani mliniona nilipoingia hapa, hapakuwa na visima vya maji virefu wala vile vifupi, hapakuwa na maji safi na salama, lakini kupitia mimi kule bungeni nimeweza kusema mawili matatu, serikali sikivu imenisikia na nimewaletea hiki. Kwa hiyo wananchi wenyewe ndio watakaoamua kumsikiliza ama kumrejesha tena ili akaweze kufanya yale mazuri aliyokuwa anayafanya, ama wakiona la yatosha, wamepata mtu wao, basi ni wao. Manake ni kwenye sanduku la kura ndilo litakalokuwa linaamua. Sasa utaratibu wa misafara ambayo itaingia ndani hapa, kama spika alivyosema kwamba amekwenda kumpokea Mheshimiwa Rais, lakini kuna misafara ambayo itaingia hapa, na msafara wa mwisho utakuwa ni wa Mheshimiwa Rais akiwa ameongozana na Mheshimiwa Spika. Msafara wa kwanza kabisa kwa sasa hivi natangaza tu, bado hawaingii, lakini msafara wa kwanza kabisa utakuwa umetanguliwa na mpambe wa bunge, utafuatiwa na viongozi wafuatao: mwenyekiti wa bunge Mheshimiwa Najma Multaza Giga, akifuatiwa na spika wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar Alhaji Mheshimiwa
Zubeir Al-Maulid, na kisha spika wa bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki Mheshimiwa Joseph Ntakirutimana, na makatibu mezani watatu Monica Mwaga, Pil Omar na Emmanuel Mpanda. Msafara wa pili utatanguliwa na mpambe wa bunge na kufuatiwa na mwenyekiti wa bunge Mheshimiwa Deodatus Philip Mwanyika, na kisha jaji mkuu wa Tanzania Mheshimiwa George Mcheche Masaju, na nyuma yao makatibu mezani watatu Michael Chikokoto, Aziza Makwai na Mkuta Masoli. Na msafara wa tatu utatanguliwa na mpambe wa bunge pia, lakini kiongozi atakayekuwa amefuatia ni mwenyekiti wa bunge Mheshimiwa Daktari Kizito Joseph Mhagama. Atafuata makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah, na kisha makatibu watatu Yona Kirumbi, Bakari Kishoma na Zainab Isa. Na msafara wa nne utatanguliwa pia na mpambe wa bunge na kufuatiwa na viongozi wafuatao: naibu spika wa bunge Mheshimiwa Musa Azani Zungu, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, na makatibu mezani watatu Bi Ruthi Makungu, Athumani Hussein na Asia Minja. Na kisha msafara wa tano ambao nimesema ndio wa mwisho, na utatanguliwa pia na mpambe wa bunge, spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson, akiwa ameongozana na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, na kisha katibu wa bunge ndugu Baraka Leonard, na makatibu mezani wawili Aziza Her pamoja na Joshua Chamwela. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa bunge, huu ni utaratibu wa makundi. Nikipewa ishara ya kutangaza kwamba sasa makundi yaingie, nitarudia tena kutangaza kama ambavyo nimefanya.